Tulea ili tulisimamie taifa hili, ili haya yote aliyoyasema kwenye risala Mzee Tano miyapate. Mtayapataje kama kuna vita? Huku mabomu yanapigwa, huku risasi zinapigwa, mtapataje huduma za afya? Mtapataje bima, wazee wangu? Mtapataje chakula? Sisi vijana ambao tunataka kuvuruga amani, ikitokea balaa hapa, mzee wangu, tutakimbia kwa sababu tuna nguvu za kukimbia. Wewe Mzee Tano utakimbilia wapi? Tusiharibu amani ya taifa letu. Na ndio maana mimi nimesema, na hata jana bungeni nilisema, sikukosea, nina akili timamu na nimesoma vya kutosha. Hata wale wanaosema leo wanaharakati wapo, mmewasikia. Wapo wanasiasa ambao wanasema, mmewasikia. Nimezuia vyama vyote vya siasa katika kipindi hiki chenye matishio, hata CCM chama changu nimezuia. Sasa ubaguzi unatoka wapi? Katiba hii tunayo, tena katiba hii nimeisoma kwa miaka yote, shuleni nimesoma. Sasa leo eti kuna mtu hapo amekiuka katiba. Nani amesema tunavunja katiba? Hali na matishio ya amani na usalama yapo pale. Hivi kama wewe ni haki yako kwenda kanisani, nje pale simba wamezunguka, utasema kwa sababu naenda kwa Mwenyezi Mungu niende tu? Asikudanganye mtu. Utawala wa sheria ndio tumekubaliana, tuna katiba sisi wa Tanzania. Hii katiba kwenye ibara ya 30, wazee wangu, inasema haki zote za binadamu zitazingatiwa. Lakini kwenye ibara ya 30, kwenye haki zilizoelezwa, kama haki yako wewe Katambi utataka uifanye, lakini haki yako uitekeleze kwa kuvunja haki za wengine walio wengi, haki hiyo haitakuwa haki. Kwenye mazingira ambayo unalazimisha, kwa mfano utawala wa sheria, principles zinaeleweka. Moja ya principle ya utawala wa sheria inataka supremacy of the law. Supremacy of the law ni lugha yetu ya Kisukuma hapa, inamaanisha utawala wa sheria. Kwenye rule of law, ili uweze kujua nchi ina rule of law, vipimo vyake namba 1 ni supremacy of the law.